Na amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, igtanim khamsan qabla khamsi, faidika na mambo matano kabla ya matano hayaja kukuta. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, shababaka qabla haramika, utumie ujana wako kabla haujazeeka. Ukiwa kijana una nguvu za kufanya ibada, tumia nguvu zako kuzifanyia ibada. Unapokuwa kijana una nguvu, zitumie nguvu zako kutafuta riziki ya halali kabla uzee haujakukuta, ndugu yangu katika imani. Leo kuna wazee ambao waliuchezea ujana wao katika maasi mbalimbali, katika mabalaa mbalimbali. Leo wamerudi misikitini, kila wakikaa wanatamani lau yale masiku yanarudi nyuma. Leo na ujana wauchezea. Ujana ni mali, ujana ni hazina. Tumia ujana wako katika mambo ya kheri kabla ya kukutwa na uzee. Wasihataka qabla saqamika, na itumie afya yako kabla ya ugonjwa wako. Sasa hivi una afya njema, tumia afya yako kuyafanya ya kheri. Tumia afya yako katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu ni wagonjwa, leo kuna watu wako mahospitalini, wanakula kwa kutumia mipira, wanakwenda haja ndogo na kubwa kwa kutumia mipira. Wanatamani angalau waipate afya kwa muda mchache, warudi kwa Allah jalla fi ula. Leo wenzetu wanapambania afya zao, wanalia kila yaumin amama Allah, Mwenyezi Mungu awape afya, warudi kwa Allah, sio kuja kuzichezea afya zile. Mimi na wewe tunakula kwa njia salama, tunaenda haja kwa njia salama, tunapumua kwa pumzi salama. Leo tunachezea afya zetu. Tumia afya yako katika ibada ya Allah kabla haujapatwa na maradhi. Wa ghinaka qabla faqrik, na utumie utajiri wako katika kuyafanya yale ya kheri kabla haujakuwa fukara. Haujaambiwa eti kuutumia utajiri basi ukaona utajiri lazima uwe milionea, bilionea. Hapana, ule uwezo ambao Allah aliyokukadiria, tumia uwezo ule katika kuitafuta akhira yako. Huu ni mwezi wa Ramadhani, una uwezo wa kulisha watu wawili, kwa nini usiwalishe? Huu ni mwezi wa Ramadhani, una uwezo wa kuchukua maji ukanunua katoni moja tu ukaileta msikitini ukawagawia watu, ile Allahu akbar, Allahu akbar. Mtu anachukua anafungua kwa kupitia chupa moja ya maji ambayo umempa. Wallahi yaumal qiyamati unakwenda kuonyeshwa malipo ya chupa ile, unakwenda kushangaa na kushtuka. Lakini leo tumezoea kupewa tu. Ni mtu alete unyoshe mikono upewe, ili hali una uwezo wa kununua maji ukasaidia ndugu zako Waislamu. Jambo la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa faraghaka qabla shughulika. Ni la pili la mwisho, anasema wa faraghaka qabla shughulika, na ile nafasi yako ulokuwa nayo leo itumie kabla haujashughulishwa. Kuna wakati utashughulishwa, kuna wakati itakuwa huna nafasi. Nafasi uko nayo leo itumie kabla siku hujashughulishwa ukaikosa ile nafasi. Leo angalia mfano tu nitatoa katika upande wa vijana. Kuna vijana ambao wanakula kwa wazazi wao mpaka leo. Kinachotafutwa na baba na mama, wao ndo wanakaa wanakula, na wala si mtu bali natoa mfano. Kama umekuuma sana
huo mfano badilika. Kijana wewe bado haujaanza kujitegemea. Kipindi kile ambacho kwamba hauulizwi sukari, hauulizwi unga, hauulizwi chumvi, wakati ule hebu utumie katika kupambana kwenye maisha, ili mradi wakati ule una mke na watoto wanakushughulisha, tayari umewekeza, hauna tabu katika maisha yako. Lakini leo watu wengi tunahangaika ni kwa sababu umri tunauchezea katika mambo ya kijinga. Mtu anapata pesa yake anaspendi na mademu. Mtu anapata pesa yake anakwenda kufanya anasa. Mtu anaipata pesa anaitumia anavyotaka, anashindwa kuwekeza kwa maisha yake ya baadaye. Hivi wakati huu na fursa hii itumie kuwekeza kwenye dunia. Yaumal qiyamati ukaambiwe ya kwamba ule umri wako, zile mbio zako ulizozitumia kwenye ibada, basi malipo yake ndiyo haya. Jambo la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa hayataka kabla mautika, utumie uhai wako kabla haujakufa. Leo upo hai unaringa, sio? Leo upo hai unahangaika, sio? Leo upo hai unafanya unachokitaka, haujui kama kuna aliyekumiliki. Hautakiwi kukifanya isipokuwa anachokitaka aliyekumiliki, ambaye ni Allah. Lakini wallah, siku ambayo malakul mauti anakujia na wewe tu ndio unamuona, wakati huo utatamani kila aina ya jambo uliseme siku hiyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukuchelewesha. Siku yako ikiwa imefika, umeyafanya ya kheri, umeyafanya ya shari, hisabu yako itakwenda kusimama yaumal qiyama. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Hakim kwa nambari 7846. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahihi Targhib, utaipata kwa nambari 3355.